Bwana Yesu asifiwe sana. Ujumbe wako wa leo, ujumbe wetu wa leo utaandika mashambulizi dhidi ya ndoto. Naomba utege sikio lako kwa kuwa tuna muda mfupi. Nitakapokuwa nikifafanua ndoto unazoota, sikutafasiri ndoto yako, nafafanua ndoto unazoota. Kwa hiyo ni mashambulizi dhidi ya ndoto. Kwanza lazima ufahamu mtu anapolala kuna maisha mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu alalapo usiku kuna maisha mengine kabisa. Achana na haya ya mchana unapokuwa uko macho. Biblia inasema jicho ni taa ya mwili, lakini kama kutakuwa na giza kwenye jicho, mwili utakuwa upo kwenye giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna yale macho ya rohoni ambayo yenyewe hili jicho la nje kama litakuwa linafanya kazi, yale macho ya rohoni kuna muda wake yanakuwa yanatazama. Amen. Yaani kuna muda wa jicho la rohoni kuyaona yale ambayo wewe hustahili kuyaona kwenye macho ya kawaida. Hiyo ndo tunaita mashambulizi dhidi ya ndoto. Ndoto ni nini? Ndoto ni nini? Nisikilize kwa makini. Unaota ndoto lakini haujui kwa nini unaota ndoto. Kuna mwingine haoti kabisa. Akilala ameamka. Kuna kitu kinaitwa nguvu ya kiroho. Kuna kitu kinaitwa nguvu ya kiroho. Mtu mwenye nguvu ya kiroho, huyu mtu anakuwa na mawasiliano ya kiroho mara kwa mara. Yamkini anaweza akawa na mawasiliano wakati wa maono ama wakati wa kulala kwenye usingizi. Mawasiliano haya yanakuja katika njia ya kiroho, sio ya kimwili. Kwa hiyo kama utalala halafu usiote, manake kuna nguvu ya kiroho kwako imepungua. Kwa hiyo hauwezi kuwasiliana na mambo ya kiroho. Haijalishi yatakuwa ni ya giza, haijalishi yatakuwa ni ya kiroho mtakatifu. Lakini huna uwezo wa kuyaona mambo ya kiroho. Manake jicho la ndani lipo giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoto ni sehemu ya mashambulizi. Ni sehemu ya kiroho. Waefeso 6 mstari ule wa 12. Tuanze hapo kwanza. Kwamba kuna maisha ambayo tunaishi haya kawaida. Yenyewe hayana nguvu za kiroho. Hayataki nguvu za kiroho. Lakini je, mashambulizi yanatoka wapi? Mashambulizi yanatoka wapi? Nataka utambue hapa. Kabla tujaenda kwenye ndoto ni nini, twende kwanza tukajue mashambulizi yanatoka upande gani. Halafu wewe unaelala hauoti ndoto, kuna kitu gani? Kuna zile nguvu za kiroho. Ukiwa na nguvu za kiroho, ukiwa na nguvu za Mungu, manake kuna ndoto utaota zinazokupa mafanikio. Kuna ndoto utaota zinazokuwakilisha ama kuwakilisha jambo litakalo athiri maisha yako ukiwa na nguvu za kiroho. Kama hauna nguvu za kiroho, utakuwa ni mtu wa kutabiriwa. Halo. Unalala hauoti. Unatembea upo. Yaani wewe Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa, Jumamosi, Jumapili kanisani ukachukue neno la unabii. Ila haujawahi kufunuliwa jambo lolote. Wewe kama wewe. Angalia hata ushuhuda, mtumishi anasema Yesu aliniambia. Manake kuna ufunuo aliupata kwa njia ya nini? Ya kiroho. Hauwezi kupata jambo pasipokuwa na nguvu ya kiroho ndani yako. Tamani sana kupata nguvu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tutamuinua mtoto mmoja hapa, tumwambie jana uliota nini, ataeleza kitu ambacho hata wewe hujawahi kukiona. Anaweza akakwambia nimeota gari imepinduka. Lakini kilichoonyeshwa kwa huyu mtoto huenda ni utabiri ambao utatokea hivi punde. Lakini ndio mtoto hana uwezo wa kusema na ukamuelewa. Aliyefika Waefeso 6 mstari wa 12 anisomee. Anasema, ndiyo. Kwa maana kushindana kwetu sisi. Anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu si juu ya damu na nyama, si juu ya huu mwili unaouona. Bali ni juu ya ufalme na mamlaka. Bali ni juu ya ufalme na mamlaka. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya majeshi ya pepo wabaya. Juu ya majeshi ya pepo wabaya. Katika ulimwengu wa roho. Yaani sio katika ulimwengu wa mwili.
ni katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Kwa hiyo kumbe hizi falme huwezi kuziona kwa hali ya kawaida. Hii mamlaka huwezi kuiona kwa hali ya kawaida. Haya mapepo huwezi kuyaona kwa hali ya kawaida, ila utayaona katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Kwa hiyo kunahitajika uwe na nguvu ya kiroho, na ndio maana Yesu alipokuwa pamoja na wanafunzi wake akawaambia, kaeni hapa, nitamleta msaidizi wenu atakayewasaidia nyinyi kuyajua mambo ya rohoni. Msitafute ufalme wa kawaida, usitafute mambo ya kawaida. Kuna mambo ya rohoni kwanza uyajue, halafu ya mwili yakija kuingia, kuna ile nguvu ambayo uko nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mashambulizi dhidi ya ndoto. Ndoto ni nini? Ndoto ni mashambulizi ya kiroho. Ndoto ni mashambulizi ya kiroho anayotumia adui kupanda mawazo yake. Ndoto ni mashambulizi ya kiroho anayotumia adui kupanda mawazo yake. Kitu kinachoitwa ndoto ni mashambulizi ya kiroho anayotumia adui kupanda mawazo yake ili kumfanya mwanadamu aanguke kiroho, ili kumfanya mwanadamu aanguke kiroho, apotee pia. Ndoto. Lakini pia ndoto ni mafunuo ya Mungu. Lakini pia ndoto ni mafunuo ya Mungu. Mungu hutumia malaika wake kukupasha habari kupitia ndoto. Mungu huzungumza na wewe kupitia ndoto. Mungu huzungumza na wewe kupitia mafunuo wakati wa usingizi ukiwa umelala. Shetani anatia wazo, Mungu anazungumza na wewe. Sasa twende tukaangalie kwanza shetani anawekaje wazo wakati wa ndoto. Ndoto ni mashambulizi ya kiroho. Kuna watu wanaota ndoto, wakiamka wanajikuta wanashtuka. Yaani ile ndoto inafika wakati unashtuka, inakushtua, ulichokiona ni kitu cha ajabu. Ama umeota ndoto ghafla ulipoamka ukakosa amani. Nini kinachoendelea? Mashambulizi dhidi ya ndoto, mashambulizi ya kiroho. Yaani kuna mvutano baina yako wewe, maisha ya mwili na maisha ya kiroho. Yaani kuna mashambulizi roho na roho. Kuna adui yamkini anakutafuta kwa kupitia ulimwengu wa roho. Sasa una ile chembe ya nguvu ya kiroho, kwa hiyo umejikuta yule adui unamuona katika ulimwengu wa nini? Ulimwengu wa roho. Unamuona. Wakati unamuona yamkini ulianza kupigana naye, ulianza kushindana naye, ulianza kuvutana naye, ghafla akakuzidi, ukashtuka. Kilichokushtua hujui ni nini. Kilichokushtua hujui ni nini wakati unaota ile ndoto. Sasa yule adui umemuona katika ulimwengu wa roho akiwa anapanda wazo. Yaani adui anapokuja kwenye ndoto analipanda wazo ili ukiamka asubuhi uishi ukilifikiria. Ukiamka unawaza, sijui ndoto hii ina maana gani, sijui itakuwaje, au ningeendelea ingekuwaje, yule nyoka angenikamata, angenimeza. Sasa unaanza kuyaona maisha ambayo uliyaishi usiku kwamba yalikuwa ni maisha ya hatari, lakini umeamka ukiwa salama. Ila moyoni mwako, ndani yako kuna upungufu wa kujiamini, ujasiri umepotea. Ni kitu gani kinachoendelea? Mashambulizi yameandaliwa kupitia nini? Ndoto. Yaani kuna wakati shetani analeta shambulizi, unaliona kwa kuwa una nguvu ya kiroho, unaliona katika ulimwengu wa roho, lakini huna mafunuo yake kwamba je, litatokea kwa wakati gani, ama limetabiriwa ama limekuja tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka ukaone katika kitabu kile cha Isaya kwanza, Isaya 29 na mstari ule wa 7. 29 mstari wa 7. Anzia wa 6 hadi wa 8 sasa. Neno la Mungu nasema. Ndiyo. 29 mstari wa 6 hadi wa 8. Naye atajaliwa na Bwana wa majeshi kwa ngurumo. Kwa ngurumo. Atajiliwa na Bwana wa majeshi kwa ngurumo. Na tetemeko la nchi. Na tetemeko la nchi. Na sauti kuu. Na sauti kuu.
cha mchele na tufani na mwali wa moto uteketezao, na wingi wa mataifa wapiganao na Arieli, wote wapiganao naye na ngome yake, nao wamuuzio watakuwa kama ndoto. Hao watakao kuwa wanamuuzi watakuja kama ndoto. Hao watakao kuja wanapigana na wewe watakuja kama ndoto. Hao watakao kuja kukuangamiza watakuja kama ndoto. Hayo mambo unayoona atakuharibu, Isaya anasema yatakuja kama ndoto unayoiota. Na maono ya usiku. Maana yake ni ndoto na maono ya usiku. Kuna ndoto alafu ndani ya ndoto kuna maono yanatokea. Watakuja kama ndoto. Maadui watakuja kama ndoto, watakushambulia kama ndoto. Utaona ni hali ya kuota tu, kumbe upo kwenye maono ya ndoto. Unaota jambo ambalo yamkini upo kwenye mashambulizi, yamkini upo kwenye vita, ila imekuja kama ndoto, ila ipo inatokea. Tena itakuwa kama mtu mwenye njaa. Anasema kuna wakati mtu umelala ukiwa una njaa, yaani unaota ndoto una njaa, halafu inatokea nini? Kumbe anakula. Yaani unaota unakula. Hiyo ni ndoto. Unaota unafanyaje? Anakula. Unaota ndoto unakula chakula. Sikiliza Isaya anavyotuambia. Lakini anapoamka sasa, nafsi yake haina kitu nafsini. Yaani unaota ndoto unakula, umeamka, kumbe nilikuwa naota. Tuendelee. Na kama mtu mwenye kiu aotapo. Wakati mwingine unaota ukiwa unatafuta maji unywe, kumbe anakunywa. Halafu unayanywa yale maji katika ndoto. Lakini unapoamka, kumbe anazimia. Ulipoamka upo kwenye ndoto kwamba kumbe nimeota. Tuendelee. Na nafsi yake inatamani. Nafsi yake sasa inatamani. Neno kutamani kwamba unaweza ukawa umelala umeota ndoto, unaumwa kiu, ghafla ukainuka ukajikuta una kiu kweli. Unaenda unafanyaje? Unakunywa maji. Kumbe mashambulizi yaliandaliwa kwenye ndoto kwamba ukianywa yale maji tayari tumekunasa. Waliweka dawa wachawi kwenye ndoo yako ya maji, au yamkini unaweza kaota ndoto unaenda haja na unajisaidia kabisa. Unashtuka, kumbe nimelala, na kweli unaenda wapi? Mashambulizi yalipoandaliwa, wamesema huyu tumnasie chooni. Kwa hiyo ili upate kuenda chooni, wanakuja kwenye ndoto, wanachokoza ulimwengu wa roho ili upate kushtuka uende. Wanachoangalia ni nguvu zako zinatoka wapi. Endelea kusoma pale, kuna mstari unafafanua kabisa. Hivyo ndivyo utakavyokuwa huo wingi wa mataifa. Hivyo ndivyo utakavyokuwa wingi wa mataifa. Wa mataifa waletao vita juu ya mlima Sayuni. Waletao vita juu ya mlima. Ishia tu hapo hapo. Sasa angalia mlima Sayuni, neno linasema wamtumainio Bwana hawatatikisika kama mlima. Yaani ukimtumaini tu Yesu umekuwa mlima. Sasa anasema huo ndio utakuwa wingi wa mataifa watakaoleta vita juu ya nini? Ya mlima wa Sayuni. Kwa hiyo maadui watakuletea vita juu yako kwa njia ya ndoto. Lengo wanalipanda wazo ili ukiamka ulifanyie kazi lile wazo kupitia ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia nini? Ndoto. Hebu kasome ile Mathayo 13 anzia mstari wa 18 hadi wa 26. Soma vizuri pale. Nataka uelewe adui anatumia usingizi kukupandikizia hata magonjwa. Unaota unakula chakula, ulipoamka ukazimia, manake moyo, nafsi yako imekufa. Yaani nguvu ya kiroho inaondoka. Unaota unapigana na watu, unaota unakimbizana na watu, unaota unapigana na waganga, unapigana na wachawi, unapigana na ndugu wanakusema, unafukuzwa, uko msituni unakimbia, unaona mito, unaona bahari, huna pa kupita. Manake mashambulizi yako yapo katika ulimwengu wa roho. Ila ukiamka utajikuta uko sawa. Lakini kuna wakati unapoteza amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome pale ile Mathayo sura 13 mstari wa 18 hadi 26. Nisomee pale. Mathayo 13 mstari wa 18. Mungu anasema, ndio.
Basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Mfano huu wa mpanzi. Kila mtu asikiapo neno la ufalme asilielewe. Ufalme, kushindana kwetu ni katika nini? Ni katika nini? Ufalme. Kila mtu asikiapo neno la ufalme asielewe. Tuendelee. Asielewe, nao huja yule mwovu akanyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Anatolea mfano wa zile mbegu, anafafanua. Tuendelee. Naye aliyepandwa penye miiba, penye miamba, huyo ndiye aliyesikia lile neno, akalipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Ndiyo. Ikitukia ziki au uzia, ndiyo, kwa ajili ya lile neno, ndiyo, mara huchukizwa. Ndiyo. Naye aliyepandwa penye miiba, ndiyo, huyo ndiye aliyesikia lile neno, na shughuli za dunia zikamwandama, na udanganyifu na mali hulisonga lile neno, ndiyo, likawa halizai. Ndiyo. Naye aliyepandwa penye udongo mzuri, ndiyo, huyu ndiye aliyesikia lile neno, ndiyo, na kuelewa nalo, ndiyo, yeye ndiye azae matunda, huyu 100, na huyu 60, ndiyo, na huyu 30. Ndiyo. Akawatolea mfano mwingine, Sikiliza kwa umakini. Ufalme wa mbinguni umefanana kama na mtu aliyepanda mbegu njema katika bonde lake. Lakini watu walipokuwa wamelala, wakati umelala, akaja adui akafanyaje? Akapanda magugu katika ndoto, katikati ya ngano. Katika ndoto umelala, adui alipokuja akapanda. Wewe una mawazo yako, wewe una huduma yako, wewe una jambo lako. Adui alipokuja, ulipokuwa umelala, akaligundua wazo lako, akajua ya kwamba unatamani kuwa mtu wa aina hii, unatamani kufanya hivi. Anachokuja ni anapanda wazo lake, anakuja anapandikiza tatizo lake. Ukiamka asubuhi umepoteza nuru, umepoteza tumaini. Mashambulizi zidi ya nini? Ya ndoto. Yaani wewe hapo ulipo leo una mipango ya kimaisha ya kwako, lakini usiku ukilala unaonyeshwa jambo jingine kabisa, na hilo jambo linakushambulia kila siku, kila wakati linakushambulia. Adui akija kiweka pando kwenye maisha yako, ndoto unazoota ni ndoto za mang'amng'amu. Ndoto ukiota unakimbizana, ni kuvurugana, unaota ndugu zako waliokufa, unaota watu wa zamani, makaburi, majeneza, nyumba ya zamani. Yaani unaota ndoto za ajabu ajabu, upo kwenye mashambulizi ya kiroho. Mungu akitaka kusema na wewe, anakujilia katika ndoto, lakini anakuonyesha mema. Anakuonyesha mema. Hakuonyeshi angalia huyu sungura anakufuata mbio, hapana. Anakuonyesha mbele utakuwaje. Kwa sababu Mungu anakutoa kwenye matatizo, anakupeleka mahali pazuri. Yusufu alipokuwa akipanga kumwacha mkewe, Biblia inasema akatokewa na malaika wa Mungu katika nini? Katika ndoto. Akaambiwa usifanye mabaya, usimwache mkeo. Kama angelikuwa shetani, angemwambia si umeona amepata mimba huyu mbele yako. Shetani angemdanganya, angemshawishi Yusufu amwache Mariamu. Kwa sababu shetani kazi yake ni kuharibu kile ambacho kipo ndani yako. Wakati Yesu alipokuwa amefunga siku 40, shetani alikwenda kukamata wazo, alikwenda kwenye wazo la Yesu. Alipokuwa amekamata jiwe, akamwambia sasa, ikiwa ni mwana wa Mungu, libadilishe kuwa nini? Yaani anavuruga kile ambacho wewe unataka ukifanye, anataka ukifanye kile anachotaka yeye. Kupitia ndoto. Umeota ndoto unawaona ndugu zako ambao wameshafariki miaka mingi sana, lakini katika hiyo ndoto unawaona wako hai, wanaongea na wewe, wanazungumza na wewe, wanapiga story na wewe, tena mpo kwenye mahali ambako mlipokuwa mnaishi zamani, lakini ulipoamka ni watu waliokufa. Jiulize, imekuwaje uote ndoto watu waliokufa halafu wewe uko hai? Tena ni zamani sana.
jua kabisa. Ayubu akasema, nafsi yangu imelalia wapi? Kuzimu. Wewe ni sawasawa na wale wafu ambao unawaona kwenye ile ndoto. Manake nafsi yako tayari inaishi kuzimu, ijapokuwa mwili unaishi duniani. Yaani hata mambo yako hayapo. Ukiipanga jambo linawahi kufa, kwa sababu ndoto unazoota zinawakilisha mashambulizi katika maisha yako. Ndoto usiidharau, ndoto ni maisha. Sema amina mahali ulipo. Kuna mtu ameota ndoto hapa anagombana na ndugu yake. Kuna mtu ameota ndoto hapa anaonyeshwa mambo yatakayotokea mbele, ila kwa mafumbo sana, asielewe yana maana gani. Lakini sikiliza nikwambie, ndoto ya mashambulizi ya shetani inakuja kwa njia ya mafarakano. Yaani utaamka ukiwa ni mtu ambaye huna nini? Amani. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo utaona Yusufu wakati anaota ndoto alianza kuwaeleza ndugu zake. Alipowaeleza ndugu zake mashambulizi, kumbe alikuwa ameota ndoto ya mashambulizi. Kwa hiyo alipoenda kuwaeleza ndugu zake wakachukia. Kwa nini? Waligundua ndoto aliyoiota ni ndoto ya utukufu. Mungu alimwonyesha Yusufu kwamba utakuwa mfalme. Kwa hiyo alipowaambia ndugu zake nimeota ndoto ya namna hii, wakaleta mashambulizi. Kuna wakati ndoto inaweza ikakufarakanisha na ndugu zako. Habari ya kueleza ndoto kila mtu inaweza ikakufarakanisha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umeota ndoto, umemwota mtu fulani, unatoka moja kwa moja na kwenda kumweleza kile ulichokiota kwake. Nimeota ndugu yangu tunapigana. Yaani tumepigana nikakupiga. Chukulia upo kwenye ndoto unamweleza nikakupiga. Wewe unadhani atalipokeaje? Yaani huyu kaota kanipiga mimi. Kivipi? Chanzo kilikuwa nini? Hamna, ilikuwa ni embe tu. Tulikuwa tunanyang'anyana embe. Embe. Kwa hiyo wewe ndo ukanipiga ukachukua embe. Baada ya hapo kilitokea nini? Au umeota ndoto umemfumania mwenzio na mume wako. Unamfuata. Nakwambia, we hizo habari za kutembea na mume wangu acha. Ndoto imekwambia huyu mtu yupo katika mambo fulani. Unakwenda. Haistahili uende moja kwa moja. Hayo ni mambo ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena wengi sana wanaotaga hizo ndoto. Amen. Wanaota fulani anatoka na mtu wangu. Na basi anaanza kumjengea nini? Chuki. Sikiliza, mashambulizi yanaanzia ndotoni. Ukianza kujenga chuki, shetani anafurahi, anajua tayari nimeshakamata udhaifu wake. Tayari anakufarakanisha na marafiki zako, anakufarakanisha na jirani zako, anakufarakanisha na ndugu zako. Umemwota kaka anakupiga, umemwota kaka amekuacha sehemu mbaya, ukiamka asubuhi unaanza kumchukia. Tayari kuna ugomvi, kufarakanishwa wewe na ndugu zako. Ndoto hizi ni za mashambulizi. Yusufu alipoota ndoto, kwa mara ya kwanza akawaeleza, kwa mara ya pili akawaeleza, mara ya tatu akamfuata baba yake. Baba yake akamwambia nini? Usiwaambie watu ndoto hizi. Nyamaza. Kwa nini? Ujue kuna wakati ukiwa umeota ndoto, ukiwa ni mtu ambaye unaota ndoto zile za kiroho zinazoleta faida, ukianza kueleza washirika tu peke yao, nimeota hivi, nimeota hivi, nimeota hivi, unajifukuzia marafiki. Yaani unajifukuzia marafiki. Haijalishi mwambie nimekuotea hivi. Kuna wakati tumia neno la busara. Roho wa Mungu amenifunulia, sio nimekuotea hivi. Roho wa Mungu amefanyaje? Amenifunulia nikuombee kwa njia hii. Na hisi unapitia changamoto hii. Hata kama apitii, taarifa imekuja kuna mashambulizi katika maisha yake. Kwa sababu ndoto ni maisha. Sasa moja kwa moja ukienda, nimeota ndoto majani yameenda hivi, wewe ukaanguka, moto ukakupitia, yule mtu utamwacha maumivu moyoni mwake. Utamwacha na nini? Ana maumivu. Yusufu alipowaeleza hawa watu, wakawaacha na nini? Wana maumivu kwenye mioyo yao, wakachukia. Hawakupenda Yusufu alipokuwa ameota ile ndoto, kwa sababu walijua kwamba huyu baadaye anakuja kwa mtu huyu, tutamsujudia sisi.
alipoenda kumwambia baba yake, akamwambia usiwaambie watu, nyamaza. Lakini sio hiyo tu, kuna ndoto aliota tena Farao. Alipowatafuta waganga, walishindwa kufasiri ile ndoto. Lakini kumbe katikati ya ile ndoto kuna mashambulizi ya njaa miaka 7. Halafu kuna na kuna miaka ya neema miaka 7. Hao watu walioandikwa kwenye Biblia wameota ndoto. Ya kwanza akaona ng'ombe 7 wembamba, akaona ng'ombe 7 walionona, akaona masuke 7 membamba, akaona masuke 7 yaliyomea. Alipomuita Yusufu aje afasiri ile ndoto, akamwambia membamba ni miaka 7 ya njaa. Fikiria ndoto. Lakini ukiangalia mbele, kweli yalitokea yale yale yaliyotabiriwa, aliyoyaota mfalme nani? Farao. Yakatokea miaka 7 ya njaa ikatokea. Lakini kuna ushuhuda wa gerezani alipokuwa Yusufu. Wale waliofungwa wafungwa wawili, mmoja mwokaji, mwingine mnyoshaji, akaota kila mtu na ndoto yake. Yusufu akawafasiria, kila mtu ilitokea lile lile. Baada ya siku 3 aliyenyongwa alinyongwa. Baada ya siku 3 aliyerudishwa kazini amerudishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mashambulizi dhidi ya nini? Ya ndoto. Wewe unaota ndoto unanyamaza, sawa. Lakini mbele unajua yatakayotokea? Mbele unayajua yatakayotokea? Kuna wengine wanaota ndoto hizi. Ukisoma ile Mithali sura ya 5 mstari wa 3, wanaota ndoto zile za kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Mithali sura ile ya 5 na mstari ule wa 3. Wanaota ndoto zile za kawaida. Hizi ndoto ni za kawaida, hata ukinieleza haina mshtuko. Hata ukinieleza haina mfano nitakueleza. Hebu tusomee kwanza ile Mithali sura ya 5 mstari ule wa 3. Tusomee pale mwenye maiki tupate kusikia. Soma. Ndiyo. Maana Mithali 5. Mstari wa 3. Au nimekosea mimi kuandika? Mithali ile mstari wa 13 unasemaje? Wala sikuisikia sauti ya walimu wangu. Mithali hiyo ni sura ya 5. 15. Sura ya 15. Sura ya 15 mstari wa 3. Ndiyo. Mithali 3, huyu shetani mbona aliingilia kati hapa? Mithali 3 mstari ule wa 5. Haleluya. Shetani aliingilia kati. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hii methali ilikuwa inazungumzia habari moja. Habari ya kwamba kuna ndoto za kwa ajili ya shughuli za nini? Za mchana. Yaani mtu mchana umeenda kazini kwa mara yako ya kwanza, umeingia labda kwenye ile kampuni kwa mara yako ya kwanza. Sasa umelala usiku ukaliota. Usiseme pale kwenye ile kampuni kuna vita. Ile ni shughuli ulizokuwa umezifanya mchana. Yamkini kwa mara yako ya kwanza umekuja kanisani, umeonana na mtu ambaye katika watu wote huyo ndio uliyemshangaa. Usiku umelala ukamuota. Sio Bwana ametenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani umeenda kanisani, akatokea mtu ukamuona kuliko watu wote. Yaani huyo ndio ukamshangaa. Nadhani wananielewa. Hujaolewa, umemwona kijana kaja. Katika vijana wote ukamshangaa mmoja tu. Muda wote jicho lipo kwake. Ukalala usiku ukamuota. Ulipomuota na wewe ulikuwa na maombi ya Mungu akupe nini? Mume. Unasema huyo ndiye mume wangu. Umejidanganya. Umefanyaje? Umejidanganya. Mwanaume umeenda kanisani, katika wabinti wote kuna mmoja umemshangaa sana. Yaani shingo haitulii. Umelala usiku ukamuota. Upo kwenye mawazo. Yaani usinidanganye, ni Roho amekwambia. Upo kwenye nini? Kwenye mawazo. Mashambulizi ya ndotoni, lazima ukiamka kuna hali ya kupoteza nguvu ya kiroho. Kuna hali ya kupoteza amani.
kuna hali ya kupoteza kule kujiamini mle ndani. Yaani kuna wakati unaota ndoto unaishtuka, hata ndani kwako unapaogopa. Yaani mle ndani tunapaogopa. Asubuhi inafika upo kwenye mawazo kile ulichokiona usiku. Hayo ni mashambulizi. Lengo ufanye nini? Shetani ametia wazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani ametia nini? Ametia wazo. Na lile wazo limekuja kukuharibu. Lakini sasa kwa haraka sana tukaone ndoto ambazo Mungu anatumia kusema na wewe kupitia ndoto. Hapo tumefafanua shetani anapokuja kutia wazo na ndoto unazoota za mashambulizi. Manake upo kwenye mashambulizi ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Utafungua kile kitabu cha Ayubu 33 mstari wa 14 hadi wa 15. Lakini pia utafungua na ile Hesabu sura ya 12. Anza Ayubu pale. Ayubu sura ya 33 mstari ule wa 14 hadi wa 15. Mungu anasema. Ndiyo. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja tu. Naam, hata mara ya pili. Naam, hata mara ya pili. Ajapokuwa mtu hajali. Katika ndoto, katika maono ya usiku. Usingizi mzito uwajiliapo watu. Katika usingizi kitandani. Yaani Mungu husema hata kwa mara ya pili. Ijapokuwa mtu hajali, ataanza kusema naye katika ndoto. Yaani upo umelala, Mungu anaanza kusema na wewe. Tunaona Yakobo kuna wakati alilala, Mungu akasema naye kupitia nini? Ndoto. Mungu akasema naye kupitia nini? Ndoto. Hapa Mungu anasema katika kitandani watu wanapolala, Mungu husema na watu. Sasa angalia ndoto za Mungu. Angalia nini? Ndoto za Mungu ambazo Mungu anasema kupitia ndoto. Kupitia ndoto. Mungu anasema Mwanzo ile 28 mstari ule wa 12. Ndiyo. Angalia ndoto za Mungu ambazo ukilala unaota. Angalia hichi kitu. Tofauti na ndoto unazoota unapigana. Tofauti na ndoto unazoota ajali. Tofauti na ndoto unazoota unazikwa. Yaani wewe unaona unazikwa. Angalia Mungu akikutokea katika ndoto anasema nini na wewe. Hii ya kwanza. Mungu inasema. Ndiyo. Akaota ndoto. Natazama. Huyu Yakobo anaota nini? Biblia inasema akaota ndoto. Natazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi. Ngazi imesimamishwa juu ya nchi. Na ncha yake yafika mbinguni. Yaani akaanza kuona utukufu wa nani? Yaani kalala hapa, lakini ndoto iko wapi? Yaani unaota upo kanisani unamtukuza Bwana. Hayo ndio mafunuo Mungu anakupa. Tuendelee. Tena tazama. Malaika wa Mungu wanapanda. Malaika wakaja. Yaani unapoota ndoto yenye utukufu wa Mungu lazima utaona malaika wa Mungu. Ni lazima tu. Hao wanaoleta taarifa. Mungu anatumia malaika. Mungu anatumia malaika kukuletea taarifa kwenye ndoto. Kuna wakati anaweza katumia sura ya mtumishi wa Mungu. Ukamwona amekuja kwenye ndoto, uko naye. Mungu amemtumia malaika aje aseme na wewe. Ukiota ndoto humuoni mtumishi wa Mungu, unaona watu wa ajabu ajabu, manake huko yaani upo kwenye vita ya mashambulizi ya kindoto. Kwa hiyo Mungu ukiona amekuletea mtumishi, anapiga story na wewe, angalia yale maneno mnayozungumza. Yana maana gani? Mnaongea nini? Utajua kabisa hapa Mungu ametuma malaika wake. Yakobo alipolala akaota ndoto. Ndoto hii sikiliza. Anasema akaona ngazi kuanzia juu ya nchi mpaka mbinguni. Malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu. Malaika wa Mungu wakawa wanapanda na kushuka. Tuendelee. Natazama Bwana amesimama juu yake. Bwana amesimama juu yake. Akasema, mimi ni Bwana. Mimi ni nani? Yaani hiyo ndoto umelala unaota, Mungu anakuambia mimi ni Bwana. Mungu wa Ibrahim baba yako anajitambulisha. Na Mungu wa Isaka. Nchi hii hapa ulipolala.
nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako. Nitakupa wewe na uzao wako. Ishi hapo hapo. Hiyo ni ndoto ya ngapi? Ya kwanza. Ni ndoto ya ngapi? Ya kwanza, ambayo Mungu anamfunulia mtu ama anamtokea mtu moja kwa moja. Lakini twende tukaone Mwanzo 31 mstari ule wa 10 hadi wa 13. Tukamalizie hapo. Neno nasema ikawa wakati wale wanyama walipochukua mimba. Ikawa wakati wale wanyama walipochukua mimba. Yaani hapa hii ni historia. Sasa Mungu ana kawaida ya kumtokea mtu katikati ya mapito. Mungu ana kawaida ya kukutokea katikati ya nini? Ya changamoto. Sasa upo kwenye changamoto, Mungu anakutokea, anakuambia jambo la kufanya. Yamkini anakuambia nataka uende kanisani, nataka ufanye hivi kwenye madhabahu, nataka ufanye hivi kupitia mtumishi, nataka ufanye hivi kupitia watu fulani. Mungu anasema na wewe katikati ya changamoto. Hapa anasema na niliinua macho yangu, nikayainua macho yangu, nikaona katika ndoto. Katika ndoto nikaona, natazama mabeberu waliwapanda hao wanyama. Beberu waliopanda hao wanyama waliokuwa na milia. Wanyama waliokuwa na nini? Na milia. Na milia, mistari ya pundamilia. Na madoadoa. Na madoadoa. Na malakalaka. Na malaika wa Mungu malaika, yani kwenye ndoto ya Mungu lazima aonekane nani? Malaika. Yaani ukiota ndoto hujamuona malaika, hiyo ndoto ni ya giza. Malaika nimesema Mungu anaweza kumtumia sura ya mtumishi ama mtu mwenye huduma kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukiota mbona kama nimemuona praise, mbona kama nimemuona mwimbaji, mbona kama nimemuona mama mchungaji, mbona kama nimemuona mzee wa kanisa, Mungu ametumia sura hiyo kama malaika kukujia. Malaika hawanaga mwili. Ili ujue kwamba hapa Mungu amesema na mimi, anatumia njia ya malaika ambaye kwa sura anamvika sura ya mtumishi. Anasema nikawaona nini? Malaika. Wanasemaje? Na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto. Wakamwambia katika ndoto, Yakobo. Nikasema mimi hapa. Ni mimi hapa. Akasema inua basi macho yako ukaone mabeberu wote. Nenda ukayaangalie mambo yote unayoyaona hapa katika maisha yako. Wanaopanda wanyama, wana milia, wana mistari ya milia, na madoadoa, na malakalaka. Maana nimeona yote yaliyowatendea Laban. Nimeyaona yote aliyowatendea Laban. Mimi ni Bwana Mungu wa Betheli. Mimi ni Bwana Mungu. Mungu lazima ajitambulishe kwenye ndoto yake. Tunaona mwanzo wa ngazi akajitambulisha, lakini pia hapa tunaona anafanyaje? Anajitambulisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maono anamtokea Yusufu, anajitambulisha. Mungu kwenye ndoto lazima ajitambulishe, na anajitambulisha kwa njia ya picha ya mtumishi wake. Halo. Shetani anakuja kupanda wazo kwenye maisha yako, lakini Yesu alipokuja akasema kila pando asilopanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Yamkini shetani aliweka wazo kwenye maisha yako, alipanda ndoto chafu, alipanda ndoto mbaya. Yesu anasema hilo pando leo litakwenda kung'olewa katika jina la Yesu. Mawazo aliyoweka shetani yatang'olewa katika jina la Yesu. Magonjwa aliyoweka shetani yatang'olewa katika jina la Yesu. Wakati wa kung'oa mapando umefika. Yesu amesema hilo pando halina maana tena. Magugu yaliyoota kwenye maisha yako, Yesu anakwenda kusawazisha. Magugu yaliyoota kwenye mafanikio, Yesu anakwenda kusawazisha. Magugu yaliyoota kwenye ndoa yako, Yesu anakwenda kusawazisha. Magugu yaliyoota kwenye mwili wako, Yesu anakwenda kusawazisha. Kuna wakati magonjwa umepata, ulipolala uliota ndoto unaugua sana, ulipoamka ghafla hali yako imebadilika, shetani ameweka gonjwa, lakini neno linasema hilo pando litang'olewa tu. Wewe kama ni mtu wa Mungu sema amina mahali ulipo. Kama ni mtu wa Mungu shangilia Bwana. Pando lolote lilopanda shetani kwenye maisha yako, Yesu anasema litang'olewa.
Haijalishi ni miaka mingapi. Kama uliwahi kuota ndoto ndugu yako amefariki, lakini unamuona amerudi, anazungumza na wewe, amekuja kuweka pando kwenye maisha yako, pando la mauaji kwenye maisha yako, leo tunakwenda kuliondoa, leo tunakwenda kulihamisha, leo tunakwenda kuliharibu lile pando la mauti, lile pando la mauti linalosababisha biashara kufa, linalosababisha uchumi wako kufa, linalosababisha kupoteza amani. Hilo pando linakwenda kuondoka, hilo pando linakwenda kung'oka. Yesu anasema kila pando asilopanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Sema amina mahali ulipo. Umeota ndoto halafu matukio yakatokea, unasema hii ilishawahi kutokea. Hapana, mara ya kwanza uliota, ya pili ni kutokea. Yaani mashambulizi yanaanziaga ndotoni, halafu likija kutokea linakuja kama tukio. Likija kama tukio unasema jamani, mimi nimetokewa na kitu hichi. Kumbe ulishawahi kuonyeshwa hapo zamani ulipokuwa umelala. Shetani alikuja akapanda wazo, ukaondoka nje na wazo la Mungu. Mungu anapokujilia anakuambia, mwanangu, toka mahali hapa, mabaya yatakukuta. Lakini kwa kuwa huna uelewa wa hizo ndoto, na ndio maana hukuelewa, ukaingia kwenye matatizo. Yeremia aliambiwa kwa mara ya kwanza, unaona nini katika ndoto? Akasema, Bwana, 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 kuna vitu naviona. Akamwambia, umeona vyema, yamkini hujanielewa. Kwa mara ya pili akamwambia, wewe Yeremia, umeona nini? Alipogundua alichokiona, neno linasema akamwambia, ondoka hapo, mabaya yatakukuta. Na mimi nataka nikutabirie kupitia ndoto unazoota, yamkini kuna mabaya yanataka yakukute, lakini leo hii nakwambia, ondoka kwenye hayo mabaya. Nakwambia, ondoka kwenye hayo mabaya, ondoka kwenye hilo giza, ondoka kwenye hilo giza, ondoka kwenye hilo giza kwa damu ya Yesu. Sema amina. Nataka tushambulie kila pando alilopanda shetani kwenye ndoto, leo tukalishambulie. Kuna watu wameota ndoto, walipoamka wamejikuta kuna mabadiliko. Sema amina mahali ulipo. Wamejikuta kuna mabadiliko, wamejikuta kuna vitu vimewaingia, umepoteza amani. Yamkini umeota ndoto umefukuzwa kazi, ila haukuelewa. Ulipokwenda kazini kukatokea kitu, kazi ukafukuzwa. Wengine wameota ndoto wanaokota pesa, aliposhtuka alizitafuta mikononi mwake, kumbe wamepokonya mamlaka ya kifedha. Wengine wameota ndoto wameshika pesa namna hii, anasema hii leo naamka nayo hii. Ukishtuka unajikuta kweli umekaza mkono, lakini ni patupu. Isaya anasema unaota unakula, unashtuka kumbe hamna kitu, lakini kwenye ndoto umefanyaje? Umekula. Maana yake wamekamata. Wiki hii tulikuwa na maombi ya kutoka kwenye giza kuingia kwenye nuru. Isaya 60 sura ile ya mstari wa kwanza. Utasoma pale, halafu tutasimama tukaingia kwenye maombi ya kutoa mapando ya shetani kwa muda mfupi. Isaya 60 anza mstari ule wa kwanza. Mungu inasema, ndio, ondoka uangaze. Ondoka uangaze. Kwa kuwa nuru yako imekujilia. Na utukufu wa Bwana umekuzukia. Na tazama, giza litaifunika dunia. Na giza kuu litazifunika kabila zote za duniani. Bali Bwana atakuzukia wewe. Na utukufu wake utaonekana juu yako. Si hapo. Kuna wakati neno linasema ondoka, mabaya asikukute. Ulipolala uliota ndoto, Mungu alikwambia kuna mabaya. Yusufu akatokewa katika ndoto, akaambiwa ondoka wewe na mke wako na mtoto wako. Herode anapanga kuja kumwangamiza huyo mtoto. Neno kutoka kwenye ndoto ya giza, kutoka kwenye ndoto zinazoangamiza, imekupasa uondoke mahali, uende mahali. Na ndio maana kwenye ndoto ulipoota unakimbizana, manake Mungu anakuambia ondoka, kimbia. Chomoka mahali ambako upo, kimbia mahali ambako adui hawezi kukuona. Na maadui wanakutafuta kila siku. Bwana anasema ondoka, nuru ya Bwana ikuangazie. Mungu anataka kusema na wewe kwa njia ya ndoto, lakini shetani anakuja kuweka pando. Na ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake msilale.
maana mkilala hamjui nyakati wala majira atakapoajilia yule adui yenu. Atakuja kupanda jambo. Walipolala, adui akapanda wazo kwa Yuda, akapanda wazo kwa Petro. Yesu alipokuwa pamoja nao aligundua Petro si yule anayeongea, ila ni shetani. Kwa nini? Walilala wakati wa maombi. Na ndio maana sema katika maombi haya usiku, njoo ili Mungu akupe zile nguvu za kiroho. Uyagundue mambo unayoyaona rohoni, uyagundue mambo unayoyaota kwenye ndoto. Kama utakuwa na nguvu za kiroho, hautakaa kamwe bila kuomba. Hautakaa bila kuomba. Kwa nini? Kuna jambo la kiroho umeonyeshwa na Mungu. Mashambulizi dhidi ya ndoto. Kuna watu wanaota ndoto, akiamka asubuhi hata kanisani hapataki. Yaani ghafla tu unajisikia uvivu wa kwenda kanisani baada ya ile ndoto tu kuiota. Mwingine anaota anaimba, mwingine anaota anahubiri, mwingine anaota anacheza kanisani. Akiamka asubuhi uvivu. Unajua ni nini kilichotokea? Shetani anakuonesha hivi, kwenye ndoto unaweza, alafu anakwambia kwenye mwili unaweza. Kweli? Ukiangalia kwenye ndoto ulikuwa unaimba unastahili, sauti ilikuwa ina mawimbi. Lakini ukiamka sasa unastahili. Kwenye ndoto mbona nilikuwa naimba vizuri, halafu mbona kwa hapa siimbi vizuri? Kumbe shetani amekutamanisha ili usipende karama ambayo Mungu amekupa. Amekuonyesha kwamba hauwezi. Mungu anakuambia wewe ni muimbaji, lakini ukiamka asubuhi ukijaribu sauti hauwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro alikuwa ni mvuvi wa samaki. Mungu alipomtokea akamwambia sasa uwe mvuvi wa nini? Hakujua ataanzaje, lakini alipokuwa pamoja na Yesu kuna vitu alianza kuvigundua. Ukiwa pamoja na Yesu kwenye huduma yako kuna vitu vitaanza kuchipua wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanaota ndoto wanahubiri, ila kiamka kuishika Biblia sasa ndo mtihani. Hata akisoma neno Bwana Mungu asema hivi, toa nabii juu ya mifupa hii. Sasa mifupa gani? Yaani anaanza kujiuliza yeye mwenyewe mifupa gani? Sasa Ezekieli naye alikuwa na akili. Yaani mifupa yale mimi yanaanza kusogeleana, nipo tu nimekaa. Ningekuamini ningekimbia. Yaani hapo unaanza kujipa ule udhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hizo ni ndoto ambazo shetani anaua viwango vyako. Wangapi wanatamani leo kama kuna ndoto ambayo umeota, unajua kabisa haijalishi ni jana, haijalishi ni juzi, haijalishi ni wiki iliyopita, haijalishi ni mwezi uliopita, kama uligundua hii ndoto niliyoiota, kikweli kwa mafunuo niliyopata kuna hatari mbele yangu. Yaani kama hujawahi kuota ndoto utakaa tu kwenye kiti hapo, kaa hivyo hivyo. Ila kama ulishawahi kuota ndoto ya uharibifu wa aina yoyote, aidha umemwona mtu aliyekufaga, umeona familia yako, umeona kitu gani, nataka hapo ulipo usimame. Yusufu akafanyika baraka katika nchi ya Misri. Yusufu akafanyika baraka katika nchi ya Misri. Nataka uniwekee ile yua yao. Akafanyika baraka. Kwa nini alifanyika baraka? Baada ya kugundua ndoto za wengine kuwa ni za hatari. Yaani kuna wakati Mungu anataka aseme na wewe kupitia ndoto ambayo unaota, lakini shetani anakuja anadumbukiza wazo. Niweke ile. Nataka mtu mmoja ambaye umeota ndoto jana, juzi, wiki iliyopita, ambayo ndoto hiyo toka uyote huna amani. Nataka hapo ulipo funika tu macho yako. Anza kuifikiria ile ndoto uliyoyota, mwanzo wa ile ndoto mpaka ulipoishia. Tafakari na mafunuo uliyoyapata dhidi ya mashambulizi ambayo umeyapata. Tafakari. Ninaposema funika macho, unaelewa. Anza kuingia rohoni. Kuna wakati uliota ndoto unazika. Kuna wakati uliota ndoto unamzika mama yako, baba yako, lakini leo hii unasikia afya yake sio nzuri. Au mama yako anaumwa, baba yako anaumwa, ndugu yako anaumwa, umelala ukaota unamzika, na kweli hali yake sio nzuri.
kuna jambo linataka kutokea. Unapokuwa umefunika macho, anza kutafakari ile ndoto ya mapigano uliopigana. Uliota ndoto unapigana na mganga wa kienyeji. Uliota ndoto unapigana na ndugu zako, yamkini majirani. Nataka sasa hivi anza kuzama kwenye ile ndoto ukiwa jasiri, ukiwa jasiri, upo na silaha ya Mungu, ukimfuata yule adui ambaye kwenye ndoto alikuchokoza, ukimfuata yule adui ambaye kwenye ndoto alikufukuza, ukimfuata yule adui. Yes, 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 kuna jambo linakwenda kutokea. Wakati umekamata silaha yako katika ulimwengu wa roho, ukitafakari ndoto uliyoyota ambayo imekukosesha amani, ndipo jambo linatokea, ambalo jambo hilo, katika ndoto hiyo kuna mabadiliko yanakwenda kutokea. Uliota habari ya majeneza na misiba, kamata vizuri silaha, ukatawanishe ile misiba, ukatawanishe zile jeneza, ukageuze kikombe walichokutenganishia katika ndoto, ukageuze kwa damu ya Yesu. Umeota ndoto unazikwa wewe. Umeota ndoto maji mengi yamefurika kwenye maisha yako. Maji mengi yakiwa yanafurika kwenye maisha yako, ni mapito mazito yatakayokupata kwenye maisha yako. Mwambie Bwana, nataka unisaidie sasa. Peke yangu sitaweza. Uwafurikie maadui zangu kama maji mengi. Yesu, yamkini ulishawahi kuota ndoto umepoteza ndugu zako unaowapenda. Umepoteza kazi. Ghafla kweli leo hauna kazi. Uliota ndoto umeshika fedha, leo fedha hauishiki. Umeota ndoto mtoto wako amepotea, na kweli unaona mabadiliko kwa mtoto wako. Mambo anayoyaishi sio kama vile wanavyoishi wenzake. Funika tu macho, nataka tukaombe pamoja. Yesu peke yako. You are Yahweh. Yesu, you are Yahweh. 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 Peke yako Bwana. Yahweh, Yesu, you are Yahweh. Ni wewe tu Bwana. You are Yahweh, Yesu, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh Bwana. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh Bwana. You are Yahweh. Peke yako natosha Bwana. Nyosha mikono yako juu. Nyosha mikono yako juu hapo ulipo. Nyosha mikono yako juu hapo ulipo. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Na wale ambao waliandika yale maombi, naomba ulikamate ombi lako, mwenye picha ashike ile picha. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kupitia ulimwengu wa roho,
kuna ndoto zilizoharibu maisha yangu. Sema, Bwana Yesu, ninazama katika ulimwengu wa roho, ninaingia kwenye vita vile nikiwa na silaha, nikiwa na silaha zote za Mungu, katika ulimwengu wa roho. Sema, leo kila mamlaka ya mashambulizi ya ndotoni, sema leo ile mamlaka ya ndotoni inayoshambulia maisha yangu, sema, Bwana Yesu, ninakamata mamlaka zote za waganga wa Zanzibar, wa Tanga, wa kusini, wa Dar es Salaam. Sema leo waganga wote wanaoshambulia maisha yangu kwa ndoto, sema shetani unayeshambulia maisha yangu kwa ndoto, sema leo nakupangua kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Sema kila pando asilopanda Baba yangu wa mbinguni, sema leo kwa jina la Yesu, sema mapando yote aliyopanda shetani, aliyopanda adui, aliyopanda mganga, waliopanda wachawi, waliopanda kuzimu, sema leo kwenye maisha yangu, magonjwa yote yaliyopandwa wakati wa ndoto, wakati wa usingizi, sema leo ninang'oa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema Yesu, Yesu. Sema nasambaratisha vita vya rohoni, mapando yote waliopanda waganga na wachawi katika ndoto kwenye mwili wangu, anza kung'oa mahali ulipo. Yamkini ni magonjwa, yamkini mashetani wamepanda magonjwa kwenye mwili wako. Ng'oa mahali ulipo kwa jina la Yesu. Sema nang'oa sasa kila pando lisilopandwa na Baba wa mbinguni, pando la shetani, pando la ukiwa, pando la magonjwa, pando la UTI, pando la uvimbe, kwa damu ya Yesu ninaling'oa kwa jina la Yesu. Pando la mauti ninaling'oa kwa jina la Yesu. Pando la kataliwa kwa damu ya Yesu. Ng'oa mahali ulipo katika ulimwengu wa roho. Maadui wote uliowaona kwenye ndoto, anza kuwasambaratisha kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kata kwa upanga kwa jina la Yesu. Kata wale maadui kwenye ndoto, zama tu rohoni mwanangu. Ile ndoto unaijua wewe, kwa damu ya Yesu. Yule mganga, yule mchawi, yule chini, yule joka aliyekamata maisha yako, kata kwa damu ya Yesu. Shambulia rohoni yale magonjwa ya rohoni uliote unakula, walikulisha vyakula vya kuzimu, kwa damu ya Yesu. Anza kuchomoa kwa damu ya Yesu. Wewe kata mahali ulipo, ongeza bidii kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Chomoa mapando yote yaliyopandwa na shetani, chomoa mapando yote yaliyopandwa na maadui zako kwenye ndoto. Wewe sambaratisha mahali ulipo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sambaratisha mwanangu leo, Yesu anakutendea, Yesu anakufungua. Sambaratisha mwanangu. Yamkini uliota ndoto unafukuzwa na machoka, unafukuzwa na waganga, unafukuzwa mwanangu kwenye mabonde, kwenye maporomoko, kwenye milima, kwenye mito, kwenye bahari, kwenye